Yeah, what's good ladies and gents, go by the name M9 na hii ni siku nyingine tena ya The Viral. Hii ni Throwback Thursday ambayo inakuletea kila siku story ambazo zinaendelea kila kona ya mitandao na kila kona ya mji na ya dunia, si ndio? So leo ni tarehe 2 mwezi wa 10 2025 ambapo msanii wa muziki Diamond Platnumz ni siku ambayo amezaliwa. Kazaliwa Oktoba 2, 1989 ambayo sasa hivi anatimiza umri wa mwaka 36. Na usiku wa jana Diamond Platnumz alifanyiwa surprise na watu wake wa karibu akiwemo Stokizi, Divoice, Jamal April na mama yake akiwemo na watu wake wote wa karibu. So walikuwa wameenda kumfanyia surprise, wakampelekea keki, vitu kama hivyo na kusherehekea, si ndio? Ila baada ya kusherehekea ile birthday yake, alimwambia Stokizi kwamba nakumbuka kwamba kuna siku liposti kuna mchango ambao producer au mtayarishaji wa muziki Bacteria alikopa anahitaji kwa ajili ya matibabu yake. Tunakumbuka kwamba story ya mtayarishaji wa muziki Bacteria alikuwa amepooza, si ndio? So Diamond akawa ametoa mchango wake kwa mtayarishaji huyo wa muziki Bacteria producer. Alitoa dola 15,000 ambayo tukiconvert in shillings ni kama milioni 35 kwa ajili ya matibabu ya mtayarishaji huyo wa muziki Bacteria. Ila pia alitoa shukrani kwa walichomfanyia na alishukuru sana. So tunaweza kumpa pongezi Diamond Platnumz kwa kuona mwaka mwingine na kutimiza umri wa miaka 36, si ndio? So ilikuwa ni story ya kwanza kwa upande wa The Viral. Diamond Platnumz siku hii ya leo anasherehekea mwaka wake wa kuzaliwa na pia alitoa mchango kwenye matibabu ya producer Bacteria. Na up to the next one, msanii wa muziki Bongo Flava AY, nyimbo zake 2 za kubaliwa na Grammy Awards, ambazo nyimbo hizo ni Wanganeka ambayo alifanya na Kanjiba na nyingine ni Simoni ambayo alifanya na Harmonize. Na aliweka story baada ya nyimbo zake 2 kupokelewa rasmi kwa ajili ya kuingia kwenye mchakato wa uteuzi wa kuwania tuzo kubwa hizo za muziki duniani, si ndio? Na kwenye ukurasa wake wa Instagram AY alielezea furaha yake akisema kwamba Grammy has proved two of my interests for consideration for nomination. This is huge, not for me and Harmonize, but for Bongo Flava and the entry industry. Hizi project hazina global producer wala artist, but pure Bongo and neighbor country. Hayo ndo alikuwa ameandika AY kwenye post yake ya kwenye Instagram baada ya nyimbo zake 2 kupokelewa na Grammy Award. Ila pia Harmonize aliandika ujumbe mfupi, ujumbe mzito kwa AY kwenye comment section pale, na akaandika, it might not be today or tomorrow, but we are almost there. Let's keep pushing. Let's go. Let's talk more music, more love. I love this era. Hicho ndio kitu alichomwandikia AY kwenye page yake ya Instagram kwenye comment pale. So hiyo ilikuwa ni story ya pili kwa upande wa The Viral siku hii ya leo. Mpaka kufikia hapa sina la ziada. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Gavo Media na pia kutufollow kwenye page zetu za mitandao ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa jina la Gavo Media. Usisahau kutufollow. Na ulikuwa nami Young M9. Till next time. Bye bye. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.